Yohana 3. Yohana mlango wa 3 mstari wa 27 nasema kwamba hakuna mtu anayeweza kupokea kitu chochote isipokuwa awe amepewa kutoka mbinguni. Hii inamaanisha kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kulinda kile anachopewa na Mungu isipokuwa Mungu mwenyewe. Lakini Wakristo wa leo wanalinda vitu ambavyo wamepewa na Mungu. Ndiyo maana wanapoteza. Umekuwa ukiomba Mungu akubariki. Mungu alikubariki kweli. Lakini kwa nini mbona umemwacha Mungu? Unaabudu mali zako. Imani ya Abrahamu haikuwa kwa vitu vya kumiliki, ijapokuwa Abrahamu alikuwa tajiri. Imani ya Abrahamu haikuwa kwa vitu vya kumiliki, ijapokuwa Abrahamu alikuwa tajiri kupindukia. Kwa sababu gani? Abrahamu alijua kwamba hakuna njia yoyote ambayo anaweza kuifanya mpaka akalinda mali zake, kwa sababu chanzo cha utajiri wake hakikutokana na ulimwengu, bali kilitoka mbinguni. Na kwa sababu kilitoka mbinguni, Abrahamu ijapokuwa alikuwa tajiri, hakuabudu utajiri wake, maana imani yake haikuwa kwa vitu vya kumiliki. Imani ya Abrahamu ingekuwa kwa vitu vya kumiliki, Abrahamu angepoteza mali zake. Lakini imani ya Abrahamu ilikuwa kwa Mungu aliyembariki. Ndiyo maana utajiri wa Abrahamu ukastawi mchana kucha. Mpaka leo tunataja utajiri wa Abrahamu. Kwa hivyo msingi wa imani ya Abrahamu ulitokana na neno la Mungu. Uhusiano wa Abrahamu na Mungu ulitokana na neno la Mungu. Ndiyo maana mali zake zilipata kustawi, kwa sababu zilikuwa mikononi mwa Mungu. Imani ya Abrahamu haikuwa kwa utajiri wake, kwa sababu Abrahamu hakubarikiwa ndo akamjua Mungu. Abrahamu alimjua Mungu, ndiyo akabarikiwa. Ndiyo maana imani yake haikuwa kwa vitu vya kumiliki, bali kwa Mungu aliyembariki. Wakristo wa leo wanaabudu mali zao kwa sababu hawajui ni kiwango gani wanamhitaji Mungu wao. Licha ya Abrahamu kuwa tajiri, hivyo hivyo imani yake haikuweza kushawishiwa na utajiri aliokuwa nao, kwa sababu alikuwa anajua jinsi Mungu alivyowatamani maishani mwake. Leo hii hauna kitu, lakini ukabarikiwa, nafikiri unapunguza wakati wa kumwabudu Mungu. Wakristo wa leo hawajui wanamhitaji Mungu kwa kiwango gani. Hawajui wanamhitaji Mungu kwa kiwango gani, kwa vitu vidogo na hadi kwa vitu vikubwa. Unapojenga uhusiano wako na Mungu kutokana na neno la Mungu, vitu vyako vitakuwa salama mikononi mwa Mungu. Kwa hivyo kile ambacho uko nacho hauwezi kukilinda. Mungu aliyekupatia, huyo ndiye ana uwezo wa kukulinda. Mungu aliyekubariki ndiye ana uwezo wa kulinda ile baraka aliyokupa. Leo hii ulikuwa hauna mtoto, ukamwomba Mungu akakubariki.
Leo hii unakosa kanisani kwa sababu ni birthday ya mtoto wako. Leo hii unakosa kanisani kwa sababu unasherehekea nyumbani. Lakini ulipokuwa hauna kitu, ulikuwa unarauka kanisani. Ulikuwa unakesha kanisani. Ulikuwa unaomba usiku na mchana. Lakini sasa hauna muda tena. Haujui unamhitaji Mungu kwa kiwango gani. Wengi wanahitaji wema wa Mungu, lakini hawampendi Mungu. Ndiyo maana Shetani tunalala naye kitanda kimoja, kwa sababu anajua imani zetu haziko kwa Mungu, bali ziko kwa vitu ya kumiliki. Ndiyo maana tumekuwa watumwa. Shetani anapojua imani yako haiko kwa Mungu, bali iko kwa vitu ambavyo Mungu alikupatia, Shetani atakuwa rafiki yako. Shetani akigundua kwamba imani yako haiko kwa Mungu aliyekubariki, Shetani ataendelea kuwa rafiki yako wa karibu. Wakristo wa leo hata hawafurahii zile baraka walizopewa na Mungu, kwa sababu wanapobarikiwa wao hurudi nyuma kwa ulimwengu, kutaka kujivinjari kwa njia za ulimwengu. Shetani anapokuja kuchukua zile baraka, kwa sababu wamemwacha Mungu wao, wamerudi kwa ulimwengu. Kwa hivyo unapotaka baraka zako zidumu, unapotaka huduma yako ipate nguvu, lazima uhusiano wako na Mungu uwe imara kutokana na neno lake. Bila hivyo utapokea, lakini baadaye utapoteza, kwa sababu kilichotoka mbinguni hulindwa na Mungu. Kilichotoka ulimwenguni hulindwa kwa njia za ulimwengu. Ndiyo maana Abrahamu akajua kwamba utajiri huu haukutoka ulimwenguni, utajiri huu ulitoka mbinguni. Nami nikitaka utajiri huu udumu, ni lazima niendelee kumwamini Mungu. So Abrahamu alipendwa na Mungu kwa sababu uhusiano wake na Mungu ulitokana na neno. Ndiyo Mungu akamwambia Abrahamu, nimzilie nini? Nimfiche nini Abrahamu? Kwa sababu kupitia yeye mataifa yatajibariki. Leo hii nakupatia siri. Hauwezi kulinda kile ambacho Mungu alikupatia isipokuwa Mungu mwenyewe. Cha kufanya, jenga uhusiano wako kutokana na neno, ili Mungu aweze kukupigania. Bila hivyo utapoteza kila kitu. Wengi walikuwa matajiri wa halali, lakini kwa sababu hawakupata waelekezi wa kiroho, utajiri wao ulichukuliwa na ulimwengu. Shetani hana lolote. Shetani humtia roho mbaya yule ambaye amebarikiwa na Mungu, ili alani Mungu naye shetani achukue. Shetani hana si tajiri. Shetani anaibia Wakristo. Shetani anawinda Wakristo. Wakristo wanapobarikiwa, Shetani huwa karibu kuwatia roho mbaya, kuwachochea ili awatoe pale ambapo walipo, ili achukue ule utajiri. Utajiri wako ulienda wapi? Magari yako yalienda wapi? Mali zako zimeenda wapi? Hata hauna kitu. Mbona unaomba? Bado uko na nafasi. Ikiwa utapata mwelekezi wa kiroho, bado una nafasi kubwa katika ulimwengu huu. Rudia njia za Mungu. Tafuta mwalimu wa kiroho akufungue macho uweze kuanza maisha yako tena. Mbona una huzuni? Mbona unalia? Acha kulia. Hayo ndio ya ulimwengu. Hata pia wewe ulikuwa haujui. Leo nimekujulisha. Usikie furaha, nimekujulisha. Kwa hivyo hauwezi kulinda kile ambacho umepewa na Mungu kwa njia za ulimwengu. Mungu yule ambaye amekupatia, huyo ndiye ana uwezo wa kulinda
baraka zako. Nafikiri nimekusaidia. Najua wengi wamepoteza. Wengi wamepoteza familia zao. Wamepoteza wake wao kwa sababu walianza na Mungu, lakini baadaye wakajisahau, wakaanza kujifurahisha kwa njia za ulimwengu. Mungu alikuondokea kitambo. Mungu alikuacha kitambo. Angalia hasara iliyokupata. Lakini ulikuwa mtu wa maana sana. Nafasi bado ipo. Nafasi bado ipo. Ikiwa utapata mwelekezi mwenye ufahamu. Na kukaribisha The Bridge of New Life and Emmanuel Harrison G, a man of God, locates ni Mombasa, Kenya. Karibuni sana kwa mafundisho haya ya kiroho. Mtanipata YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Karibuni sana. Karibuni sana. Nafikiri nimekusaidia. God bless you. God bless you. God bless my country. God bless you. Share, subscribe, like ili tuweze kueneza injili.